Jambo la pili ninalotaka kusema, na kwa kifupi pia, ni kuhusu agenda ya no reforms no election, na tunataka tutafakari wote kwa pamoja. Je, tunachokipigania ni kweli, ni cha kweli kwenye agenda ya no reforms no election? Ni kweli? Je, uchaguzi wa nchi hii unaibiwa? Ni kweli unaibiwa? Je, kwenye uchaguzi wa nchi hii watu wanauawa, ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa ambako mwaka jana ameuawa watu wawili, ameuawa Tunduma, ameuawa na Manyoni nyumbani kwake. Mgombea wa Chadema amepigwa risasi na polisi na mpaka sasa hakuna aliyewajibishwa. Je, watu wanauawa kwenye chaguzi? Ni kweli watu wanauawa. Je, mawakala wetu wanakuwa mistreated, wanatolewa kwenye vituo, hawapewi nafasi za kusimamia matokeo, wakurugenzi ndio wanaamua nani awe wakala, nani asiwe na wakala? Ni kweli? Je, wagombea wetu wanakatwa majina kwa kuondolewa? Ni kweli? Na uthibitisho mwingine ni kwamba waziri wa TAMISEMI alisema wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba wameondoa wagombea wa upinzani 26,000 na hakuna mgombea wa CCM aliyeondolewa hata mmoja kwa kutokujua kusoma na kuandika. Na miongoni mwa mambo ya kijinga kuwahi kutokea kwenye nchi hii ni kwamba wakili Deogratias Mahinyira, wakili wa mahakama kuu, ameondolewa na gombea kijiji cha kwao kule Berege kwamba hajui kusoma na kuandika, lakini mgombea wa CCM darasa la 4 anajua kusoma na kuandika kuliko wakili. Kwa hiyo wagombea wanaondolewa. Haya tunayoyapigia ukweli kelele ni ya kweli, ni ya kweli. Yapo yamefanyika kwenye chaguzi 3 mfululizo baada ya kuwa Rais Samia ametuahidi kwamba hatarudia iliyokuwa yamefanyika, akarudia kwenye utawala wake. Kwa mambo yote haya tunayoyapigania ni ya kweli. Sasa kwa sababu ni ya kweli, tufanyeje? Tukubaliane na siasa za uraghai za kuambiwa kwamba tugawiwe majimbo, kwa tuingie kwenye uchaguzi kwa kugawiwa majimbo na CCM na sio kupigiwa kura? Au tusimamie msimamo wa wananchi wa kuhakikisha hii nchi inaondolewa kwenye mikono ya mafisadi kwa kura za wananchi? Msimamo wa chama chetu ni kusimama na msimamo wa wananchi na kutokufanya siasa za uraghai. Tumekataa kufanya siasa za uraghai. Kwa nilitaka muwafikishie Watanzania huo ujumbe kwamba Chadema sio chama cha kufanya siasa za janja janja, siasa za uongo, siasa za uraghai. Tunapashiu njia ngumu na njia inayoungwa mkono na Watanzania, na tutashinda mapambano haya yote kwa sababu ni mapambano ya kweli, ni mapambano ya kurudisha utu wa Mtanzania, ni mapambano ya kurudisha dhamira ya kweli ya kuongoza nchi. Mungu atubariki sana wote. Asanteni kwa kunisikiliza. Tutaongea baada ya kamati kuu maazimio ya chama chetu. Asanteni sana.